Ndege zisizo na rubani za Urusi zimeripotiwa kushambulia eneo la makazi nchini Romania, tukio lililosababisha majeraha kwa watu wawili na kuzua mzozo mkubwa wa kidiplomasia kati ya Bucharest na Moscow, huko serikali ya Romania ikichukua hatua kali ya kumfukuza balozi wa Urusi na kutangaza kufungwa kwa ubalozi wa taifa hilo nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za Romania, ndege mbili zisizo na rubani zinazodaiwa kuwa za Urusi zilivuka anga la taifa hilo na kushambulia eneo la makazi karibu na mji wa Galați, mashariki mwa Romania. Mashambulizi hayo yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi, huku milio ya milipuko ikisikika katika maeneo ya karibu na kuwalazimu baadhi ya wananchi kukimbilia sehemu salama usiku wa tukio hilo. Mamlaka za dharura nchini Romania zilisema watu wawili walijeruhiwa kufuatia shambulio hilo, huku vikosi vya uokoaji na wahudumu wa afya vikifika haraka eneo lililoathirika kutoa msaada kwa waliojeruhiwa na kufanya tathmini ya uharibifu wa mali uliosababishwa. Ingawa kiwango kamili cha uharibifu hakijawekwa wazi mara moja, ripoti za awali zimeeleza kuwa baadhi ya nyumba na miundombinu ya kiraia ilipata athari kutokana na mashambulizi hayo. Romania ilieleza tukio hilo kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa usalama wa taifa na mamlaka yake ya anga, ikisema haiwezi kuvumilia mashambulizi yanayoathiri ardhi yake. Kufuatia tukio hilo, serikali ilimtangaza balozi wa Urusi kuwa mtu asiyekubalika, hatua ya kidiplomasia inayomaanisha kuwa anatakiwa kuondoka nchini humo ndani ya muda uliowekwa na mamlaka husika. Mbali na kumfukuza balozi wa Romania, pia ilitangaza kufungwa kwa ubalozi wa Urusi nchini humo, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi wa siasa za kimataifa kama moja ya maamuzi makali zaidi kwa kushuhudiwa na taifa hilo dhidi ya Moscow katika miaka ya hivi karibuni. Serikali ya Romania ilisema hatua hizo zimechukuliwa kwa lengo la kulinda maslahi ya taifa, usalama wa wananchi wake na kutuma ujumbe wa wazi kuwa haitaruhusu uvunjaji wa mipaka ya anga lake. Romania, ambao ni mwanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO, imekuwa ikiongeza tahadhari za kiusalama tangu kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika ukanda wa Ulaya Mashariki. Tukio hili linaibua wasiwasi mkubwa kwa sababu shambulio lolote dhidi ya taifa la NATO linaweza kuibua mjadala mpana kuhusu hatua za pamoja za kiusalama ndani ya muungano huo. Kwa upande wa Urusi, msemaji wa Kremlin amesema kuwa Rais wa Urusi Vladimir Putin amefahamishwa kuhusu tukio hilo la ndege zisizo na rubani lililotokea nchini Romania. Hata hivyo, Moscow bado haijatoa maelezo ya kina kuhusu madai ya kwamba ndege hizo zilikuwa za Urusi wala kueleza mazingira yaliyosababisha tukio hilo kutokea. Vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vimeripoti kuwa Moscow inajiandaa kutoa majibu dhidi ya hatua ya Romania ya kumfukuza balozi wake na kufunga ubalozi wa Urusi. Hatua hiyo inaweza kujumuisha kufukuzwa kwa wanadiplomasia wa Romania waliopo Moscow au vikwazo vingine vya kidiplomasia, jambo linaloweza kuzorotesha zaidi uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa tukio hilo linaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Ulaya Mashariki, hasa wakati ambapo mataifa mengi ya Ulaya tayari yamekuwa katika hali ya tahadhari kutokana na kuongezeka kwa matukio yanayohusisha ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya anga na mivutano inayohusishwa na Urusi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.